Amen. Karibu katika sehemu nyingine ya somo letu ahadi kwenye matoleo. Tunachokiangalia hasa ni kile ambacho neno la Mungu linasema kuhusiana na kile tunachokitoa. Najua kwa nini watu wengi hawapendi swala la utoaji. Ni kwa sababu hawajui ukweli kuhusiana na matoleo. Wanahisi wanapotoa wanapungukiwa. Wanaangalia kile kinachotoka. Na si walaumu, ni kwa sababu hawajui kile kinachokuja. Wanasikia tu, hawana uhakika kwamba ukitoa unabarikiwa. Hawana uhakika. Kwa hiyo kwa sababu ya kutokuwa na uhakika, hata wanapotoa hawategemei chochote kwamba kuna kitu watakwenda kupata. Wala hawategemei. Wala hawana hilo wazo. Amen. Sasa hilo ni tatizo. Kama Wakristo hatutakiwi kuishi kwa namna hiyo. Amen. Sasa kusudi la somo hili ni kuhakikisha kwamba tunafanya kitu ambacho tunakijua. Na tunajua undani katika kila jambo. Nikwambie tu, Mungu hamuagizi mwanadamu kufanya kitu ambacho hakina maana. Ama kitu ambacho hakina faida kwa mwanadamu mwenyewe. Tujiulize, kwani Mungu yeye ana shida gani? Yeye Mungu ana njaa? Hapana. Yeye Mungu ana mahitaji yake binafsi kwamba bila wewe kumpa kitu hajui ataishi vipi? Hapana. Kwa sababu vitu vyote vimeumbwa naye, vyote ni vya kwake. Sasa kwa nini anatuambia tutoe? Ni kwa ajili yetu. Anakupa yeye, alafu anakuambia katika hicho nilichokupa nipatie. Kiwango cha chini kabisa nipatie sehemu ya 10. Leo ndo nataka tuangalie hapo. Amen. Ya fungu la 10 ni kiwango cha chini. Si kwamba ndo umeambiwa uishie hapo. No. Hicho ni kiwango ambacho watu ambao wanamuelewa Mungu kidogo wanatakiwa kuhakikisha basi na wanatoa sehemu hiyo. Lakini Biblia haijasema kwamba ndio mwisho. No. Hicho ni kiwango cha chini ambacho mtu yeyote anaweza kutoa. Lakini unaweza kutoa zaidi ya hapo. Unaweza kutoa zaidi ya fungu la 10, unaweza kutoa hata fungu la 50. Hata fungu la 90, alafu Mungu akachukua fungu la 90 ukabaki na fungu la 10. Inawezekana. Unakula fungu la 10, yeye unampa fungu la 90. Haleluya. Inategemea na unavyojua. Lakini fungu la 10, yani 10% ambapo mapato yako ni kiwango cha chini ambacho Mungu anakihitaji kutoka kwako. Si kwa sababu ana njaa. Ni kwa sababu yako binafsi. Tunaenda kusoma kwenye Malaki 3, lakini tutasoma mstari wa 10 na 11. Hapo unaanza kusoma kuanzia wa 8. Amen. Lakini wa 10 na wa 11. Inasema hivi, mstari wa 10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sintawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hata upukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Amen. Nafikiri huu ndo mstari ambao unatumika sana kwa nia njema na kwa nia mbaya. Haleluya. Wengine watautumia kwa ajili ya kuwalazimisha watu watoe, kwa sababu wanaona watu hawatoi. Lakini wapo wengine wanautumia kwa nia njema. Na sisi tunataka tutumie neno hili kama lilivyo kusudi la Mungu, kwa nia njema. Tukiangalia kilichoandikwa huko. Kwa sababu mimi na wewe, ushahidi wetu sio cheo cha kanisani. Kwamba mimi ni mtume na nabii kwa unapaswa kuniamini. Mimi ni mchungaji au mwinjilisti kwa unapaswa kuniamini. Ushahidi wangu na kwako ni kile ambacho Mungu mwenyewe amesema.
Amen. Chochote alichokisema Mungu ndicho tunachokishikilia. Sio alichosema mtumishi wako kanisani. Okay, inaanza kwa kusema hivi: leteni zaka kamili ghalani. Haleluya. Kwa ina maana cha kwanza kabisa kabla ya mambo yote, Mungu anasema leteni mafungu ya 10. Faida yake tutasoma. Na nataka kuambia fungu la 10 ni kiwango cha chini ambacho Mungu amepanga, lakini unaweza kutoa zaidi. Si lazima uchukue calculator upige hesabu kwenye hii shilingi 1,240 natakiwa nitoe shilingi ngapi. Unachukua calculator. Kama unamwamini Mungu, unachukua tu kiwango unachotaka moyoni mwako ambacho kinakufurahisha. Kwenye ile 100,000 na ngapi umechukua 20,000 umesema namtolea Mungu. Ndicho kitu ambacho Mungu anapenda kwa mtu ambaye tayari amemwelewa. Sio unakariri kwamba mpaka na calculator. Haleluya. Okay. Anasema leteni zaka kamili ghalani, kuwemo na chakula cha kutosha kwenye nyumba yangu. Sasa watu wengi wakisikia nyumba yangu na wanadanganywa kwenye nyumba ni jengo lile hekalu. Ngombe, wewe na mimi ni nyumba ya Kristo. Ni nyumba, tena ni hekalu la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo hapa haizungumzii jengo lililojengwa na mabati na matofali na mbao. No. Anasema kiwemo chakula cha kutosha katika nyumba yangu. Ina maana kigezo hapa ni nini? Au kigezo ni kipi cha kuangalia wapi ninapopeleka fungu langu la 10, fungu langu la 20? Okay, sadaka yangu ninaipeleka wapi? Kigezo ni chakula. Chakula ni neno au habari njema ambayo unajifunza. Ni wapi ambako wewe unalishwa chakula chako cha kiroho? Wapi? Hajazungumza wapi unaabudu. Kwa sababu watu wengi wana mahali wanajifunza. Japo kuna mahali, nasema wale makanisa ya nyumbani, kwamba ni kanisa ambalo umezaliwa umelikuta kwa unaendelea hapo, au umeolewa ukahamia huko. Amen. Lakini kuna mahali ambapo wewe ndipo unapopata neno lako kila siku. Kule unakwenda usamni Jumapili ni unatakiwa uende huko, na huduma zingine sio za ubariki, sio za ubatizo, sio nini, zote unaofanya zinapatikana huko. Lakini kuna mahali ambapo chakula chako cha kiroho kinapatikana. Unapata mafundisho mazuri yanayokusaidia, na wakati mwingine unapata maombi kutokea huko yanayokusaidia na kurekebisha na kubadilisha maisha yako na kusababisha baraka mbalimbali kwenye maisha yako. Huko ndipo palipo na chakula chako, na huko ndipo kwenye ghala lako. Kwa hiyo sehemu kubwa ya matoleo yako yanatakiwa kwenda kule. Sijasema ili kanisa li dhehebu ulozaliwa usipeleke, no. Sehemu kubwa ya mapato yako, ya matoleo yako itakwenda kule kwenye ghala, kwa sababu kule ndipo ambapo chakula chako kipo. Kama katika chakula chako hakuna unachopeleka, haupeleki zaka ghalani kwenye chakula chako, ina maana hicho chakula unachokula hakitoleta matokeo. Umejifunza habari ya mafanikio kupitia utoaji. Sasa kule ambako unajifunza na ambako unaona mafundisho yake ni mazuri na unaona yanakusaidia, peleka sehemu kubwa ya matoleo yako, ili hayo matoleo, kama tutakavyosoma faida yake,
hiyo faida uipate. Kwa nini watu wengi hawapati faida ya matoleo wanayotoa kwenye makanisa? Ni kwa sababu hao watu wana mahali pengine wanajifunza. Wanachukua mafundisho kule, wanakuja kuyafanyia kazi sehemu ambako hawajajifunza. Alafu wanasubiri matokeo hayaji. Wanashangaa kwa nini hayaji. Ni kwa sababu unapeleka chakula chako chote sehemu ambayo sipo panapokulisha. Unapeleka matoleo yako yote sehemu ambako sio store, sio gala lako, sio mahali ambako unapata chakula chako cha kiroho. Kwa hiyo unakuwa unajidanganya kwamba unajifunza kwa huyu, lakini naenda kutoa kule. Amenifundisha vizuri habari ya kupanda na kuvuna, lakini mimi najisikia kutoka, kunasikia rohoni. Wengine wanasingizia kabisa, yaani nasikia roho ananiambia. Acha uongo. Acha uongo. Unajidanganya. Alafu upati matokeo, unashangani kwa nini? Ni kwa sababu hiyo. Wapi ambapo unapata chakula chako cha kiroho? Neno, mafundisho mbalimbali ambayo unayafanyiaga kazi. Peleka huko sehemu kubwa ya mapato yako. Amen. Kwa hiyo swala la nyumba sio jengo. Sisi tuko katika Agano Jipya. Sisi ndio nyumba. Sisi ndio hekalu sisi. Kwa hiyo yule ambaye anakufundisha na kukujenga, ndipo huko ambako sehemu kubwa ya mapato yako inakwenda. Kwa hiyo ukifanya hivyo inakuwaje? Inasema hivi, mkanijaribu kwa njia hiyo. Haleluya. Kwenye Biblia yote Mungu hajaribiwi. Kwenye swala la matoleo Mungu amekuruhusu nijaribu. Umjaribu ili uone nini? Anasema yeye mwenyewe, nijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sintawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka. Tutulie kwanza hapo. Anasema ukanijaribu ili uone nitakavyo kumwagia baraka. Lakini unamjaribu vipi? Kwa kuhakikisha ya kwamba matoleo yangu yanakwenda kule ambako ninapata chakula, kule ambako ninalishwa. Haleluya. Kule ambako chakula changu cha kiroho, huduma yote, huduma ya kiroho kumaanisha neno, ndipo huko ninapojifunza. Kukua kwangu kiroho ni kwa sababu ya huyu mtu. Anasema peleka zaka yako huko kamili. Alafu uone kama sintakufungulia madirisha ya mbinguni na kukumwagia baraka. Lakini unasema huku sipeleki, au huku ngoja nipeleke kidogo, wakati huko ndipo ambapo unakula. Alafu unashangaa, mbona huyu alinifundisha somo hili nimefanyia kazi? Umefanyia kazi wapi? Sehemu kubwa ya matoleo yako ni kule ambako wewe unapata chakula chako cha kiroho. Sasa kuna watu wanajifunza sehemu nyingine na wanabarikiwa, wanainuliwa, wanafurahia mafundisho, alafu Jumapili wanaenda sehemu nyingine. Sio mbaya. Kumbuka tu, kule ambako unapopata mafundisho yako hasa yanayokukuza kiroho, ndipo ambako zaka yako inatakiwa iende kamili. Na nisiseme tu zaka, niseme sehemu kubwa ya matoleo yako inatakiwa iende kule. Kwa namna hiyo Mungu anasema utakuwa umemjaribu, alafu yeye atakachofanya ni nini? Amen. Mungu hajawahi kusema kitu ufanye alafu asikwambie nini kitatokea. Mjue kama sintawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Ngoja nikuulize kitu. Akaunti yako ya benki bado inaruhusu kupokea fedha? Ndio. Kama bado inaruhusu, huu ni wakati wa kumjaribu Mungu kwa njia ya matoleo ili hiyo akaunti ijazwe. Mistari iko mingi na wazungumza hiyo. Tutaisoma huko mbeleni. Amen.
Si amesema mkanijaribu kupitia matoleo, kile unachokitoa, mafungu yako ya 10, mafungu ya 20, ya 40, ya 50, utakavyoamua wewe kutoa, lakini anachotaka kiende kule kwenye gala ambapo ni mahali kulipo na chakula chako cha kiroho. Anasema fanya hivyo, nijaribu kwa namna hiyo, uone kama sintayafungua madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka. Na anapozungumza kuwamwagia baraka, anazungumza katika kila eneo la maisha yako. Ghafla tu ukiwa mwaminifu kwenye hilo, unaanza kushangaa magonjwa hayaonekani kwako. Unaanza kushangaa kila jambo lako linakwenda vizuri. Unaanza kushangaa connection mbalimbali zinafunguka. Unaanza kushangaa upendeleo wa ajabu tu unatokeza. Unaanza kushangaa mambo yote ambayo unafanya yanakwenda vizuri. Vyeo vinapanda, mishahara inapanda, unapata kazi nyingine mahali, unapata dili lingine, unapata biashara nyingine, unapata na mawazo ya biashara, mawazo ya kazi, mawazo mazuri, vitu vya kufanya ambavyo vitakuza uchumi wako. Come on. Na bado kile ambacho umetoa, Biblia, Bwana Yesu anasema anakifanya, na wewe utapewa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwa na hata kumwagika. Ndivyo watu watakavyokupa. Ndicho Bwana Yesu alichokisema. Kwamba si kwamba kile unachokitoa kinapotea. No. Kile kinazidishwa na kurudishwa kwako, lakini pia baraka katika maeneo mengine yote. Ila sasa anasema inatakiwa iende kule galani unapopata chakula chako. Kule kwenye nyumba yake, sio jengo. Kwenye hekalu, sio jengo. Ni yule anayekufundisha, ambaye ni mwili wa Kristo, ambaye ni nyumba ya Mungu, ambaye ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yule anayekufundisha kule ambako unajifunza. Kwa hiyo mimi na wewe tunataka baraka katika kila eneo. Tunataka kufanikiwa katika eneo la uchumi na fedha. Wapi ambapo huo unajifunza mafundisho yako yanayokujenga na yanayokubadilisha na yanayokubariki? Umeshapajua? Peleka mafungu yako kwa wingi huko. Peleka matoleo yako kwa wingi huko. Huko kwingine peleka, usiache. Lakini 100% peleka kule unapojifunza. Anasema ukipeleka, unaruhusiwa kunijaribu. Uone matokeo ya ulichokifanya. Nimalizie mstari wa 11. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Shetani ambaye anaharibu matunda ya kila unachokifanya, kwa sababu umekuwa mwaminifu kupeleka kule ambapo unajifunza mafungu yako, sehemu kubwa ya mapato yako, basi Mungu atahakikisha huyu jamaa hafanyi chochote tena kwako. Hagusi chochote kwenye maisha yako. Hachezi tena na mshahara wako. Hachezi tena na kipato chako. Hayupo tena kwenye biashara yako. Hazunguki kwenye faida yako. Hapotezi, hakuna chochote kinapotea tena kwenye maisha yako. Hakuna kufeli. Hakuna kushindwa. Nani atakayemshughulikia? Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa mwaminifu kupeleka kule ambapo yeye ameagiza, sio kule ambako moyo wako unataka. Maana watu wengi wanapenda kusema nasikia rohoni, nasikia amani rohoni. No, maagizo yanasemaje? Neno linasemaje? Mbona watu wanasikia amani kutokwenda kanisani? Na wanaona sawa tu kwamba nasikia amani, siendi kanisani, nasikia amani. Wewe unafikiri ni amani gani? Kwa hiyo usijidanganye kwamba nasikia amani. No. Wapi ambako unapata mafundisho yako? Wapi unapokula chakula chako? Ili shetani akemewe na kuondolewa katika mambo yote yanayokuzunguka. Wengine wanasema nikishika hela ikai, wengine wanasema sijui kuna chuma ulete, wengine sijui wanasema nini, wengine wanasema sijui nilitamkiwa maneno mabaya. Anasema dawa yake ni moja tu. Leta galani mafungu yako. Fungu la 10,
fungu la 20, utajua wewe mwenyewe kiasi gani unataka kiende. 1% ya mapato yako yaende kule ambako wewe unapata mafundisho. Baraka zitafunguliwa. Baraka zikifunguliwa ina maana laana imeondoka. Shetani akikemewa ina maana hakuna tena kitu kingine ambacho kitakaa kuharibika, kitakaa kipotee kwenye maisha yako. Shetani akishafungiwa amefungwa. Lakini ili yote yafanyike ni wewe kuwa mwaminifu, kupeleka kuhakikisha kwamba unapeleka mafungu yako kule ambako unajifunza neno la kweli la Injili linalokubariki. Kule ambako wewe unapata chakula chako cha kiroho, hakikisha na wewe umepeleka mafungu yako. Yote haya, baraka zote hizi zitakuja kwako. Adui utamsikia tu kwa wengine. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa amefungwa na Mungu mwenyewe. Mungu atamkemea, hatogusa chochote kwako. Amen. Tukutane sehemu inayofuata. Hudumu katika afya na kuzidi kutajirika. Amen.